wakasema wao hawataki uchaguzi mpaka tufanye marekebisho ya sheria za uchaguzi. Tumefanya marekebisho, na nataka niwaambie marekebisho yaliyofanyika. Sheria 3 zimefanywa marekebisho. Sheria moja ni ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani. Sheria nyingine ni ya tume ya uchaguzi. Sheria nyingine ni ya vyama vya siasa vinavyosimamiwa na msajili wa vyama. Mambo waliokuwa wanayalalamikia: moja, wanasema tume ile inateuliwa na rais moja kwa moja, kwa hiyo sio huru. Tukasema hamna taabu. Sheria mpya, wabunge wako hapo, wakaunda kwamba tuweke kamati mahususi ili mtu anayetaka ukamishina wa tume ya uchaguzi aombe. Na ipo hiyo, inaongozwa na jaji mkuu na jaji mkuu wa Zanzibar na watu kutoka tume ya binadamu ya haki za binadamu na utawala bora. Kwa hiyo ikifika wakati mtu akitaka ukamishina anaomba, na huyo anayeomba anatazamwa kwa vigezo vilivyowekwa katika sheria vinavyolingana na kazi anayoomba. Hiyo kamati ipo. Maana yake ni kwamba mamlaka ya rais yamepunguzwa. Zamani alikuwa anaweza kuteua tu wewe na wewe na wewe muwe tume. Sasa hivi hawezi, mpaka kamati ya usaili iwasaili, alafu imwambie rais unahitaji watu 5, tunakupa 8, chagua 5. Hayo ni mabadiliko makubwa. Haya, wakasema madedi wanaiba kura. Hawa wakurugenzi wa halmashauri hawawataki wasimamie. Walienda mpaka mahakama ya Afrika ya Mashariki kupinga madedi. Sheria mpya imewaondoa madedi. Imesema sasa tume itakuwa inateua watumishi wa umma waandamizi. Na watumishi wa umma waandamizi si wote wanateuliwa na rais hata kidogo. Ukienda vyuo vikuu utawakuta watumishi wa umma waandamizi, watu wasomi, lakini hawateuliwi na rais, wanateuliwa na mabodi ya vyuo vyao, na watakuwepo kwa ajili ya usomi wao. Wakiteuliwa watu wa namna hiyo, na hasa watumishi wengine wa serikali waaminifu, wanasimamia uchaguzi. Madeni waliokuwa wametamkwa kwenye ile sheria ya zamani wakaondolewa. Sasa hayo ndio mabadiliko makubwa ambayo yamefanya. Sasa imekuja hoja mpya, mmeisikia na nyinyi, ila inasema kwa Kiingereza, inasema no reform no election. Eti wanataka mabadiliko zaidi ya yale yaliyokwisha fanywa na bunge. Sasa tunawauliza, wabunge ndio wenye kazi ya kufanya mabadiliko ya kisheria. Wabunge nao ikifika tarehe 27 mwezi wa 6 wanarudi kwetu, tunakuwa raia kama wao. Sasa walazimishe wake na mzee Kishimba hawa na Cherahani, kwanza pressure iko juu. Walazimishe kubaki bungeni, wanafanya reform, watakimbia reform hao, watarudi. Hawapo, wamemaliza muda wao. Kwa hiyo wanasema mambo ambayo hayawezekani. Unajua, unaweza ukasema mambo hayatekelezeki, hata wenye akili wakasema hivi, anasema nini huyu naye? Sasa hilo wametoka, wanasema lazima tufanye reform. Tunauliza reform ipi? Tumeshafanya mengine, siku yasema kitu tumefanya. Kumbe ile ni danganya toto, kwa sababu hao watu wanaogopa uchaguzi. Wanajua wakija hapo mtawapiga chini. Walizoea kudanganya, sasa udanganyifu mwisho.
Sasa ni timu ya mpira inayoweka mpira kwa pani. Si unajua timu za mpira zikiweka mpira kwa pani zinaogopa kufungwa mabao. Sio hiyo mnayoisema nyie. Mpira wa siasa, sio wa mpira ule wa uwanjani mnaotaka nyie. Sasa nawaambia, haya ndiyo mambo ambayo yamewashinda. Kwa hiyo badala ya kusema tunaogopa uchaguzi, wanasema mpaka tufanye mabadiliko, ama sivyo tutazuia uchaguzi. Sasa nataka wananchi wa Kahama mjue, hawa watu hawana uwezo wa kuzuia uchaguzi. Wanazuiaje? Wanazuia kwa kufanyaje? Maana katiba inasema katika ibara ya 41, hakuna mtu anaweza kuahirisha uchaguzi wa Tanzania. Uchaguzi wa Tanzania unaweza ukaahirishwa tu kama kuna vita. Sasa nauliza, huko Kahama mna vita? Sasa naahirisha au vita iko ndani ya vichwa vyao? Maana inawezekana ukawa unatembea vichwa kichwani mwako viti inapiganwa, halafu wewe unadhani na chini inapigana. Hakuna vita, hakuna sababu za kuahirisha uchaguzi. Halafu uchaguzi sio siku ile ya kupiga kura. Uchaguzi umeshaanza. Ninyi simejia wangapi wamejiandikisha kupiga kura? Umeshaanza. Uchaguzi unaanza kwa watu kwa nini? Kujiandikisha. Wakati wanapiga kelele wao ya no reform, Dar es Salaam wamejiandikisha watu maelfu, mpaka imebidi tume waongeze siku. Maanake wanamwambia yule no reform, achana na maneno yako hayo, sisi tunataka kupiga kura. Sasa yanamuingia. Hilo sina namna ya kumsaidia, maana inawezekana kuna viti napigana kichwani mwake, na mimi sina uwezo wa kufanya ceasefire ndani ya kichwa chake. Sasa wanazua, wanasema hawaamini watumishi wa serikali. Hawaamini watumishi wa serikali kusimamia uchaguzi. Tunawaambia sasa, wasimamizi wa uchaguzi tuwatoe wapi? Maana waliosoma ndio hao, wenye uzoefu wa utawala ndio hao. Sasa tuende mtaani hivi tu tunasaka, halafu mtu aje akimbie na sanduku, unaenda kumsaka wapi? Lakini tunawaambia dunia nyingine watumishi wa serikali wanasimamia uchaguzi. India wanasimamia uchaguzi watumishi wa serikali, ndio wasimamizi, na wale wa serikali za mitaa ndio wanasimamia uchaguzi chini kabisa katika state. Amerika ambako wao huwa wanakimbia kwenda kushtaki, uchaguzi wote wa Marekani unasimamiwa na watumishi wa umma wa Marekani. Mmoja anaitwa Secretary of State kwenye ngazi ya mikoa yao, anasimamia uchaguzi, anasaidiwa na makarani wa serikali za mitaa za Marekani. Sasa tukikataa, wanasema wataenda kushtaki Amerika. Mimi nikamwambia nini mshtaki wa Amerika? Watawaambia mbona na sisi wanasimamia. Sasa unapeleka kesi kwa mtu ambaye anafanya hivyo hivyo unavyolalamika, lakini yule labda kwa kuwa ni mzungu, maana kuna kasumba, ikifanywa na mzungu hilo sawa, akifanya Muafrika hiyo ni problem. Hii ni kitu gani? Sasa hayo ndio wanayoyasema. Sisi tunawaambia bwana we, uchaguzi unaendelea, hakuna mwenye uwezo wa kuzuia. Lakini bahati nyingine nzuri, wanachama wa Chadema nao hawakubaliani na uongozi wa Chadema, na vile na lazima na hapa wapo wa Chadema, lakini hawezi kunyosha mkono, mambo yamekuwa magumu sana. Lakini wapo wangependa kugombea udiwani, wangependa kugombea ubunge, wapo hata wakishindwa, lakini si watabaki na CV kwa waligombea. Sasa wale nao wanapinga. Juzi Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa wapi pale Nkasi, alihutubia mbunge peke yake aliyeshinda uchaguzi wa mwaka 2020
anatoka Nkasi, ni mwanamama. Akaenda mkutano mkubwa, yule mama akamwambia, mambo yako hayo ya reform, sisi tunaona 4R za Samia zimetosha, tunataka kwenda kwenye uchaguzi. Wewe ubaki na reform, sisi tutagombea. Nani Rusi alikuwa anatukumbusha matukio kule nini kule Njombe jana, mwanamama mmoja akawa anatoa maoni, hakumjua vizuri Heche, maana Heche tunamjua sisi, anatoka kanda maalum. Yule ni katibu mwenezi, akawa anasema mawazo ambayo yanapingana na nani na viongozi wakuu, na jambo la kawaida tu. Hata sisi kuna watu wanasema mambo ambayo hatukubali, lakini hatuwezi kuwachapa mpaka tuwavunje mbavu. Bwana, tutakamatwa na polisi, maana kuvunja mbavu watu ni kosa la jinai, au si? Lakini tunawaachia, kama sera yao ni kuvunjana mbavu, acha wavunjane mbavu, wataelewana wenyewe. Ndugu wananchi, jambo ambalo nataka kumaliza na